Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Siku ya leo nimetamani sana kusema ujumbe ambao natamani sana tujifunze pamoja, na ujumbe huu ni kwa habari ya kuhusiana na Mungu, kuhusu mtu kuwa na mahusiano na Mungu. Basi naomba niende kumwomba Mungu na kualika neema yake wakati nenda kusikiliza ujumbe huu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uweza na neema yako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya majira haya tena ambayo Bwana umenipa neema katika roho yangu, umenipa neema ya funuo la neno lako hili. Ninaomba Bwana neema yako nisaidie katika ujumbe huu Bwana, ukapate kuwa na matokeo, ukapate kumsaidia mtumishi wako. Mungu wangu, ninaomba neema ya kueleweka kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Bwana nisaidie nisivuke mpaka wa neno lako. Bwana nisaidie nitie nguvu ya ujasiri katika neno na mafunuo zaidi ya kulielewa neno lako na kulifundisha. Bwana nakushukuru kwa sababu ndiyo utiaye nguvu mifupani mwetu, ndiyo utiaye nguvu katika nafsi zetu. Bwana, mimi siwezi kufanya neno lolote pasipo Roho wako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu sasa atawale na mafuta yakawe ndani yangu. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini na kushukuru. Amen. Nimetamani sana kujifunza ujumbe unasema husiana na Mungu. Na natamani tuangalie kitabu kile cha Ayubu, ile sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza. Ayubu sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza. Natamani tujifunze kitu hapa kwa habari ya kuhusiana na Bwana. Natamani sana tujifunze kitu hapa kwa habari ya kuhusiana na Bwana, sisi kama watoto wake. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Angalia, anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Nimesema husiana na Mungu. Nimekuwa najifunza mara nyingi kwa maisha haya yetu ya kawaida ya siku zote, mahusiano yangu mimi na watu wengine. Nikaja kuona kwamba mahusiano yangu mimi na watu wengine huwa inategemea sana kwa namna gani tunawasiliana, kwa namna gani tunazungumza, kwa namna gani tunapeana vipaumbele vyetu, kwa namna gani tunasaidiana, kwa namna gani tunapeana taarifa. Nikawa naangalia mahusiano kati ya mimi na wanadamu wenzangu, lakini kaja kutafakari kitu ambacho nimekuja kujiona kwamba natamani nifike level ya kuhusiana na Mungu, kwa sababu nimeona mara nyingi, nikajifunza kwa maisha kwamba nimekuwa ni mtu wa kwenda mbele za Mungu wakati ukiwa tu kwenye shida, wakati ambapo mambo unaona unahitaji jambo fulani, ndipo unaenda kuomba Mungu msaada. Lakini wakati mambo yakiwa mazuri, hautataka kuhusiana na Mungu vizuri. Na hili nimeliona na kulithibitisha kwamba nimeona watu wengi ambao nipo nao, baadhi na wengine nikichunguza, nikiangalia, nimeona kwamba ni watu ambao tunakuwa na uhusiano na Mungu kwa majira, kwa wakati ama kwa msimu. Na utakuta ni wakati ambapo una jambo ndipo naomba. Nikupe mfano mmoja. Kati kama mambo yakiwa sawa, unaweza ukashangaa watu wanajisahau, na ni sifa ya kanisa likiwa kwenye amani, huwa tuna tabia kujisahau. Ndio maana hata tunapigwa na Mungu ili tuvutwe kuja kwake. Kanisa la Matendo kuanzia sura ya kwanza walikuwa na amani kwa sababu walikuwa bado udhia ilitokea, lakini hawakupigwa kweli kweli. Ilipotokea kwenye Matendo 8:1 ndo kanisa likapata udhia, likatawanyika, na hapo ndio akaanza kufanya mambo makubwa, akaanza kutokea ishara na ajabu zaidi. Lakini haya yote yametokea kwa sababu gani? Mungu anatamani tuhusiane naye. Anatupa historia ya mtumishi wake Ayubu. Anasema huyu mtu alikuwa ni katika nchi ya Usi, na huyu mtu alikuwa ni mkamilifu, mcha Mungu, mwenye kuepukana na uovu. Mahusiano ya Ayubu na Mungu yanatuonyesha kwamba alikuwa ni mtu anaepukana na uovu. Kwa hiyo nikaja kujifunza kwamba ili wewe kuhusiana na Mungu, ili mimi nihusiane na Mungu, lazima cha kwanza niepukane na uovu.
Lakini pia sio tu kuepukana na uovu, lazima nijihudhurishe kwa Mungu kila wakati. Lakini kama utakuwa ni mtu wa kuhusiana na Mungu kwa sababu ya kitu, kuna mwingine yeye kuhusiana kwake na Mungu ni mpaka pale ambapo atasikia ana huduma ndipo ataona anafunga kwa sababu anajua ana huduma. Mwingine atahusiana na Mungu kwa sababu anajua labda nina safari lazima niombe. Mwingine atahusiana na Mungu kwa sababu anajua ninatamani kwenda kufanya interview. Mwingine ataomba kwa sababu anatamani kufanya jambo fulani. Anaomba ama anasoma neno kwa sababu ya jambo fulani. Nikupe njia ambazo mimi naweza nikahusiana na Mungu. Jambo la kwanza ni kupitia maombi, lakini pia kupitia neno la Mungu. Ni njia ambazo tunazitumia sana kuhusiana na Bwana, na kupitia njia hizi nimemwona sana Mungu akinisaidia. Mambo ya rohoni mengi ambayo yanaanzia rohoni yanakuja mwilini, mengi yanakuwa yameshaonekana kwenye upande wa rohoni. Namshukuru Mungu kwa sababu unapozidi kuhusiana na Bwana, sio kwa majira, wakati wote. Kama ni kufunga, unafunga nyakati zote, nyakati ambazo upo na shida, nyakati ambazo upo na raha. Mungu anathamini sana ibada yako, na Mungu anatafuta watu watakaohusiana naye, sio watu ambao watakuwa wanaenda kupeleka tu hoja alafu wanaacha. Anatamani watoto wake tuhusiane naye. Uhusiano wa Mungu ni zaidi ya maombi. Inawezekana unaomba, lakini mara nyingi unaomba matakwa yako wewe. Mara nyingi unaenda kwa Mungu kupeleka tu mahitaji yako. Sasa kumbuka kwamba Mungu ni zaidi ya mahitaji unayoyahitaji. Mungu anachokihitaji sio akutendee tu, anatamani kuwa na ushirika na wewe. Maana alituumba ili mradi tutoe ibada, tuwe ushirika na yeye. Ndio maana bustani ya Edeni pale Mungu alipomweka Adamu, lengo la Adamu kuko pale ni ili Adamu awe ushirika na Mungu. Ndio maana Mungu alikuwa akitembea kila siku kuongea na Adamu. Mungu alikuwa anatamani kuwa na kikao na wanadamu, kuongea na wanadamu. Lakini kwa sababu ya dhambi ya Adamu ikamtenga na Mungu. Lakini Mungu akaja kuletea upatanisho ambao ni Kristo, sababu anatamani tupatane naye, tuhusiane naye. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Sasa mtu mwenye mahusiano na Mungu hautahitaji kusubiri matukio. Yaani kama ni mtu una mahusiano kweli na Mungu, hautahitaji kusubiri matukio mpaka usiane na Mungu. Labda upangwe kwenye neno, labda bwana kesho kwenye fellowship ya idara wewe ndio utakayetoa neno, ndio unaanza kusoma neno leo. Ama jamaa kesho utahubiri Jumapili ndio unaanza kusoma neno. Hapana. Ama wewe kesho utafanya ndio unaanza kuomba. Yaani kuna mtu kiasi kwamba ikifika kwamba aisee unasimama kesho kutwa, yani ataanza kubabaika, yani kama vile anachanganyikiwa, kwa sababu ni mtu ambaye hana mahusiano na Mungu. Lakini mwenye mahusiano na Mungu hatoka mwambie sasa hivi bwana simama bwana mhubiri leo amepata dharura, hana shida, kwa sababu anao la kusema, alitokana kwa Bwana. Lakini natokea pale mtu haujakuwa na uhusiano na Mungu, kwa hiyo hata neno la wakati ambalo Mungu alitaka uliseme kwa watu hutalipata, kwa sababu haujakuwa na mahusiano na Mungu. Zaburi sura ya 91 mstari wa kwanza anasema, aketie mahali pasiri pake mtakatifu wa Israeli. Angalia, maana yake kumbe watakaoweza kuhusiana na Bwana ni wale watakaoingia sirini. Mahusiano ya Mungu ni zaidi ya kikundi. Ni kwa kuna vikundi mbalimbali vya ibada kanisani, popote pale kwenye fellowship vipo, lakini mahusiano yako na Mungu inataka uingie sirini, ukae na Mungu private. Anasema aketie mahali pasiri. Mahali pasiri maana yake panajulikana na mtu mmoja, maana yake wewe ndio utakaenda kwenda mahali pasiri pa Mungu. Ile Zaburi ya 91 inaonekana inavyosemekana aliandika Musa, kwa sababu Musa ndio alikuwa na mtu ambaye ameonekana tangu zamani kuingia mahali pasiri na indimu kuonana na Mungu kwa siri. Na anatuonyesha Musa alikuwa akienda kuongea na Mungu mlimani, akishuka anashuka na neno, anashuka na majibu ya watu. Kwa hiyo wewe ili kumthibitisha Mungu hadharani lazima ukakae naye sirini, na sio ukae naye sirini kwa majira ama kwa sababu tu ya kukaa naye na Mungu kila wakati. Yani ikawe ni shauku na moyo wako ukaumpike, ukafinyangwe kwamba natamani kukaa na Mungu kila wakati. Anasema watakaoenda sirini ndio atakayemuona Mungu, kwa sababu yeye Mungu yupo sirini. Kwa hiyo muona Mungu ndio wale watakaoenda sirini pake, aketie mahali pasiri pake. Maana kumbe Mungu yupo kila mahali. Yaani lazima utambe kwamba Mungu yupo kila mahali, lakini wataweza kumuona ni watakaoingia sirini. Mungu atusaidie sana. Ukihusiana na Mungu vizuri, kuna vitu tu Mungu atakupa na kuna vitu tu Mungu atakukataza.
tumekuwa tuna shida. Mimi nimekuwa nina shida kubwa kwa sababu ya mahusiano yangu na Mungu. Kuna vitu vingine naviona ni sawa kwa sababu sijahusiana na Mungu vizuri. Kuna wakati ukikaa na Mungu atakuonya katika ndoto kwamba mwanangu, hii njia sio, hichi kitu sio. Na nikwambie, sina viwango vikubwa, sina viwango vyovyote, lakini wakati nahusiana na Mungu mara nyingi huwa kuna vitu ambavyo kama nimefanya sijafanya kwa fair, huwa Mungu ananisemesha ndani yangu, ananiambia kabisa, hapa mwanangu, hii sio, hii ilikuwa ni ya kwako, hii sio ya kwangu. Wana wangu hawapo hivi. Kwa hiyo huwa nikikaa kwenye uwepo, kwenye maombi, kwenye uhusiano na Mungu, kwenye neno, Mungu ananiambia, unakumbuka ulifanya hivi jana? Unakumbuka uliongea hichi? Unakumbuka? Sio mimi, hii ni tabia ya wanadamu, sio tabia ya Mungu mwanangu. Hii hasira ulionyesha, hasira sio hasira yangu, hii ni hasira yako mwanangu. Kwa hiyo ukihusiana na Mungu, Mungu atakuondolea. Kuna mambo mengine leo hayaondoki. Kwa sababu gani? Hatujataka kuhusiana na Mungu, tunataka vitu, hatumtaki mwenye vitu. Yaani ili kupata neema ya Bwana, vitu kwenye maisha, lazima kwanza umpate yeye. Sasa usiwe mtu kutaka vitu kabla ya kumtaka mwenye vitu. Musa akamwambia Bwana, ni kweli Mungu unatuambia tutaenda kule Kanaani, utatupa miti ya mitende, utatupa majumba, tunayataka yote kweli, lakini Mungu, cha muhimu ni uwepo wako. Mungu akamwambia Musa, sitakaa katikati yenu, nitawaharibu, nitawatumia tu malaika wangu aende mbele yenu. Musa akamwambia Bwana, hapana, nataka uwepo wako. Sasa Musa alijua Mungu anaweza akatupa kibali cha kuingia kule, lakini bila uwepo wa Mungu, bila sisi kuwa ushirika na Mungu, hatutatoboa. Ndio maana mpendwa, nikutie moyo sana, kwenye majira yetu tunamhitaji Mungu sana. Uhusiano wetu na Mungu, ushirika na Mungu, hii ni zaidi ya maombi, hii ni zaidi ya kwenda ibada. Uhusiano na Mungu ni zaidi ya kwenda ibada. Usifikiri kwenda ibada ndipo umehusiana sana na Mungu. Usifikiri kwamba yani inabidi ujijengee hali ya kutaka kuzungumza na Bwana na Bwana aseme na wewe. Yani ni zaidi ya kwenda ibada. Kuna mwingine akienda ibada ndio imeisha, mwingine akishaomba ibada nimeisha. Jenga mahusiano yako na Mungu, na usiwe tu mtu wa kupenda kwamba wewe kuongea tu, kupeleka hoja, Mungu nisaidie, natamani kupata kazi, Mungu nisaidie, natamani wakati mwingine unaenda kwa Mungu unamwambia Mungu, nimekuja tu kwako, wewe fanya unalolipenda kwangu. Mungu, ninaomba nisaidie, nikujue Mungu, natamani kuhusiana na wewe, natamani nikupendeze. Unatoa maisha yako kwa dhabihu, unahusiana na Mungu. Na ukihusiana na Mungu, kuna vitu utahitaji kuviomba sana. Yaani kuna mtu leo kama anataka kulala usiku, yaani inabidi abomoe ngome kweli kweli. Bwana anabomoa, anaharibu, na tambaratisha kwa moto, ananena, anapasuka kweli kweli. Lakini bado unakuta usiku bado wajomba wanamjia usiku. Lakini mtu mwenye mahusiano na Mungu anasema tu, Bwana Mungu, nakushukuru kwa neema umenilinda siku ya leo, umenisaidia. Nimeona neema na utukufu wako, umenilinda kwenye kile eneo. Mungu nakushukuru, libarikiwe jina lako. Naenda kupumzika, naomba ulinzi wako, sema nami, nauliza malaika wako wanifunike. Analala mpaka asubuhi. Lakini kuna mwingine ni mpaka abomoe, ang'oe. Kwa sababu gani? Anajua kabisa huyu yani mpaka avute wingu kweli kweli. Lakini mwenzake ni mtu ambaye tukibaki akiongea, kwa sababu anajua, unajua ukiwa na mahusiano na Mungu vizuri, yani kwa sababu yupo na wewe kila wakati, unaushirika naye. Ni sasa kama ni baba anayetambua hitaji la mtoto, hata subiri mtoto wake mpaka aombe kitu. Atajua kwamba mwanangu, hichi kiatu amekivaa muda mrefu sana, tangu mwezi wa kwanza Januari mpaka leo mwezi wa 11, na kiatu kimoja tu mwanangu. Hebu ngoja nimnunulie kiatu cha pili, kwa sababu anahusiana naye vizuri. Lakini kama ni mzazi ambaye hakai nyumbani, ametengwa na mtoto wake, hatajua mtoto anahitaji nini. Kwa hiyo ili apate kile kitu lazima akae naye karibu. Kuna mahusiano na mtu ukifika, au utahitaji kumwomba kwamba naomba kitu. Anajua kabisa rafiki yangu ana shida na kitu fulani. Atakuona uponaje, anakuona unaovaa, anakuona unapotaambia rafiki yangu huyu ana shida na begi, anakupa. Nunua begi, anakupa, kwa sababu upo naye karibu na anakuangalia. Sasa na wewe ukiwa mtoto wa Mungu, kuna vitu Mungu atakuachilia. Ulinzi utakuja tu moja kwa moja, neema japokuwa inabidi pia kuomba. Sikwambii usiombe, lazima kuomba, lakini lazima pia ujijengee hali ya nidhamu kukaa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana watoto wake. Tunamhitaji sana Mungu katika kizazi chetu. Uwepo wa Mungu na uhusiano wa Mungu na mwanadamu, ama ushirika wa mwanadamu na Mungu,
huzalisha mambo yafuatayo. Ushirika wa Mungu na mwanadamu, ama uhusiano wa Mungu na mwanadamu huzalisha mambo yafuatayo. Kuna mambo matatu hapa natamani niseme. Jambo la kwanza, inahusisha kuacha uovu na kujitenga nao. Ukiwa na ushirika na Mungu, Mungu atasema na wewe, atakuonya kwamba mwanangu, hii njia unayoiendea haikupasi kuiendea, haikupasi, wewe umeokoka. Ukiwa na ushirika na uhusiano na Mungu, kuna vitu Mungu atakwambia kabisa, mwanangu, hichi acha, jitenge nacho. Hao watu sio sahihi kwako, wewe sio kama wao. Ongea nao, wasalimie, shiriki nao mambo ya muhimu ya lazima, lakini kwa habari ya mahusiano yako na wao, ukijiunga nao utaharibu mahusiano yangu mimi na wewe. Lakini pia jambo la pili, kwa uhusiano wa mwanadamu na Mungu na ushirika na Mungu, utaacha mapenzi yako, utayafanya mapenzi yake. Ukiwa ni mshirika wa Mungu, utaacha mapenzi yako na kuyafanya mapenzi yako, kwa sababu utakuwa naye sirini, atakwambia ya kwenda kusema hadharani. Kwa hiyo wewe utaacha kusema mapenzi yako, utasema ya yeye aliyekutuma, utasema ya yeye uliyekaa naye sirini, unakuja kumwonyesha hadharani. Sasa tuna shida kubwa ya watu kutaka kumdhihirisha Mungu hadharani ambaye hatukukaa naye sirini. Tuna shida ya kutaka kumdhihirisha Mungu ambaye hatujakaa naye sirini, tuje tuonekane naye hadharani. Tumekuwa ni watu wa kuonekana ibadani, tunaomba, ndio tunaonekana tunahudhuria ibada zote, lakini kuna ile personal relationship hatuna ndani yetu. Tunatakiwa kukaa na Mungu, tunatakiwa kudumisha mahusiano na Mungu ili kuyafanya mapenzi yake. Dumisha ushirika na Mungu. Lakini pia jambo jingine ambalo utalipata kupitia ushirika na uhusiano na Mungu, ulinzi na neema ya Mungu. Ulinzi na neema ya Mungu. Angalia kwa Ayubu wakati haya anayapitia, kwa sababu Ayubu alikuwa ni mshirika na Mungu. Ayubu alijitenga na uovu, lakini pia licha kujitenga na uovu, Ayubu aliacha kufanya mapenzi yake mwenyewe, akafanya mapenzi ya Mungu. Lakini pia ulinzi na neema ya Mungu. Angalia mwisho wa Ayubu ulipokuwa mkuu. Ayubu mwisho wa siku anakuja kubarikiwa, anakuja kupewa neema, kwa sababu Ayubu licha yote aliyomkuta, bado Mungu alikuwa amemlinda. Ndio maana shetani akaruhusiwa yote, lakini Mungu anasema kwa habari tu ya uhai wake usiguse. Maana Mungu anaweza karuhusu mambo ya kupate mengi, atakupata, atakukataa, vitu vitakatika, lakini uhai wako Mungu ataulinda. Kwa kuwa anasema uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo ukihusiana na Bwana atakusaidia. Mimi natamani sana na ni maombi yangu sana nimtafute Mungu, sio kwa sababu ya kitu chochote, sio kwa sababu ya chochote kile, sio kwa sababu ya kutaka fedha, sio kwa sababu ya kutaka kazi, sio kwa sababu ya kutaka chochote kile. Kuhusiana na Mungu kama ibada. Na mimi na wewe tukifikia viwango vya kuhusiana na Mungu kama ibada, tunamwona Mungu akitembea ndani yetu, tutaona mambo makubwa akifunguka sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu, hebu uhusiana na Mungu kwa ibada. Uhusiana na Mungu, mahusiano ya ndani. Acha uovu. Kufunga kwako sio kwa sababu ya jambo fulani, yako ni maisha yako, kwa sababu ni ibada. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu. Warumi 12 anasema hivi. Kwa hebu tujitoe kwa Bwana, uhusiana na Mungu. Kuomba kwako iwe ni kila siku. Omba masaa mengi, omba asubuhi unapata nafasi, kama ni mchana, kama ni usiku. Omba kusoma neno kwako, isiyo kwa sababu una huduma Jumapili, isiyo kwa sababu una huduma Jumatano, isiyo kwa sababu una huduma kwenye fellowship, ikawa ni maisha yako. Na usisome kwa sababu upo kwenye kikundi. Tafuta muda wako wa private wa kusoma, na unaposoma soma kwa namna ya kiibada, sio kutimiza wajibu kwamba kwa sababu ni wajibu nilishaweka kwamba kila siku nitasoma sura 6 kila siku. Soma kwa ibada, msikize Mungu anaongea nini. Mungu anaongea, atakwambia leo soma kitabu cha Zekaria chote, atakwambia leo mwanangu soma Ezekieli yote malize, atakwambia leo mwanangu soma Isaya yote maliza. Na unaposoma utaona Mungu anakupa majibu, anakufungulia, kwa sababu anataka ukae naye sirini, na kupitia kanisa anakudhilishia mambo ya kwenda nayo hadharani. Na Mungu anakusaidia sana. Mungu akubariki sana. Mungu atutie nguvu kukaa naye katika uhalisia wa ibada, na Mungu atupe neema. Bwana tusaidie watoto wako, tukutafute. Tunaomba neema na uhalisia wa ibada. Mungu tunaomba neema, utusaidie kuhusiana na wewe, sio kwa sababu ya shida na matatizo, bali kwa sababu Mungu tunakupenda.
Asante kwa neema yako, jina lako libarikiwe. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Amen, amen.